kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako, umenifanya ibada ni kuabudu. Jina la Bwana litukuzwe. Nitataka kukusalimu mchana wa leo, asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Hujambo mahali popote unanitazama ukiwa. Majina yangu naitwa Yusufu Kariuki na nimeokoka. Yesu ni Bwana, nitegemeo na kimbilio langu, na ninamshukuru kwa sababu ya nafasi kama hii ambayo amenipa ili nije tuongee neno lake, mimi pamoja na wewe, na neno la Mungu lituhudumie mimi na pia wewe, because I am also happy, because sometimes I feel God ministering to me even before he ministers to you. Therefore I want us to pray so that we enter to the word of God, and I know we will be blessed by the end of this CS lesson, and I know everything is in order as our God is together with us. Na ninaamini nguvu za Bwana ziko pamoja nasi, kwa sababu siku ya leo Mungu anaenda kunena nasi kwa sababu ya kitu kingine kipya ameweka ndani ya moyo wangu, na ninamuomba sana anitumie kama chombo chake. Na kwa hivyo nataka tuombe ili tuanze ibada. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu niko mbele ya uso wako, ninakutukuza kwa sababu wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Mwenyezi Mungu, ninakuomba tukianza kusikiliza neno lako, yeyote ambaye ananitazama mahali popote yako, ninaomba nguvu zako zimfikie mahali popote yako. Mfalme, kama anaumia ndani ya mwili wake, umtengeneze Jehova, umuunde ili aweze kuwa sawa mbele yako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Na tukimalizia kusikiza neno hili lako tukiwa salama, tutakutukuza na tukuinue. Yeyote ambaye anaumia, ninataka kutuma neno lako ambalo lilitumwa wakati wa mitume na likafanya mambo makuu. Ninaamini Mungu utafanya mambo makuu, na kwa hivyo Mungu ninakuomba tukianza ututumie malaika wako, Roho wako Mtakatifu awe nasi ili tunene kulingana na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila mapepo ambayo usimama kinyume na neno lako na kuongea mambo mengine tofauti na neno lako. Ninavunja, ninakataa, and I refuse it in the name of Jesus. And I believe, God, you are going to use me as your vessel to make your word reaches your people. In the name of Jesus I worship you and I bless your name. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Na tutaona neno la Mungu katika kitabu cha Wakolosai ni 3 na mstari wake wa 12, ama in English is Colossians 3 and verse 12. And today I am going to speak about mavazi. There are some clothes that we should wear, the spiritual clothes. Kuna mavazi ambayo unastahili kuvaa ili ukiwa Mkristo, ukienda mbele za Mungu kuomba, usitembee mbele yake alafu anaona wewe ukiwa uchi. Kuna mavazi ambayo unastahili kuvaa. Na kwa hivyo nataka nisome katika kitabu cha Wakolosai hiyo 3 na mstari wa 12, na maandiko inasema hivi ya kwamba therefore as God chosen people. Kwa hivyo inaanza na kuidentify those people who are chosen by God. So therefore as God chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Na kwa hivyo huyu ni Paulo anaongelea kanisa la Wakolosai, na anawaambia hivi ya kwamba kama watu ambao wamechaguliwa na Mungu, vaeni mavazi haya. Na anaanza na compassion, rehema. Compassion, mtu ambaye amejawa na rehema. Unaweza samehe mtu, unaweza mpenda. That is rehema, compassion. Mtu mtulivu, mtu wako na uwezo wa Mungu. Uwe na hiyo mavazi. Lakini kuna Wakristo ambao hawavai yote, anavaa moja. Kama ako na rehema, ana kindness, utu wema, yeye atendi mazuri, ako tu na rehema. Na huyo ni kama mtu ambaye ako uchi.
na ako na pete. Sasa huyo ndio amevaa tu rehema na ako mbele za Mungu na pete peke yake, hana nguo ingine. Anasema laka torobabo ya ndorobo zikirikitirima ndisi, akiwa uchi, akiwa na pete. Ni vizuri tuvae mavazi haya ambayo tunaongeleshwa na Mungu jioni ya leo ama mchana wa leo, ili tuweze kuwa watu ambao wamevaa nguo na Mungu anaweza kukutazama. Praise the name of the living God. Unajua sometimes ukiwa mzazi alafu mtoto wako ambaye ni mkubwa, mtoto ambaye ako standard 8, ako form 1, ako form 2, alafu akuje mbele yako umeketi siti, alafu akuje kukuongelesha akiwa uchi. Sometimes unamwambia kwenda kwanza uvae nguo. That is what some people Mungu anafanyaga kwao. Ukienda mbele zake uko uchi, unafikiria uko na nguo lakini uko uchi, uko na utu wema lakini hauna rehema, uko uchi, uko na pete peke yake, ndio unaenda mbele za Mungu. Alafu unasema lika toroba, anaona uchi wako mtupu. Ni vizuri tuvae nguo. Alafu anasema hiyo ingine ni humility, unyenyekevu. Nyenyekea. Kuna watu hawanyenyekeangi hata mbele ya wakuu wao, na Biblia inasema ya kwamba watu ambao wako katika uongozi waheshimiwe, either ni kwa nyumba, either ni nyumbani, either ni kanisani, either ni nchi, wapewe heshima. Unyenyekee ukiwa Mkristo. Kuna Wakristo hiyo imefanya wawe uchi. I can now imagine. Hebu fikiria siku ya leo ninakuhubiria nikiwa hapa. Nimekuja na kinyasa, alafu niko na vest, na ndio ninahubiri hapa. Ninakuambia Mungu akubariki. Mungu anaweza mambo makuu. Utasikiza neno ama utaona kama niko wazimu. Utaona kama niko wazimu kwa sababu sijavaa vilivyo. Ni kwa sababu niko na rehema, niko na utu wema, lakini unyenyekevu sina. Kwa hivyo niko na vest na kinyasa. Indamsei lakatoroba rima mazikiri ketoroba. Sasa hiyo ni maneno gani? Utaona huyu mhubiri na kweli ni wazimu. Danyi tudania yagorokire. Kwa hivyo ni vizuri tuvae hizi nguo zote ili tuonekane watu wako sawa machoni mwa Mungu. Na hiyo ingine inasema upole. Tuvae upole. Kuwa na upole, kuwa mtu mpole, usipayuke kupayuka. Ukiulizwa kitu kimoja unajibu majibu ya vitu 6. Papa, mdomo ifungiki. Kuwa mtu mpole ili ukienda mbele za Mungu. Sasa mtu ambaye hana utu upole, ako na rehema, ako na utu wema, ako na unyenyekevu, lakini hana upole, huyo mtu ako na kinyasa, ako na vest, lakini pia ameongeza tai. Sasa wewe hauna shati na tai, uko na tai na vest na kinyasa, na uko mbele za Mungu unahubiri neno, unasema la katarama zikiri mama yandu. Sasa huyo wewe ni mtu wa aina gani? Vaa mavazi. Mungu anataka tuvae mavazi. Vijana, vaa mavazi. Hata ninataka ujaribu kupiga picha wakati unaangalia, unaona msichana amekuja kanisani akiwa na zile nguo fupi sana, alafu pengine tumemaliza kuomba, watu wametulia kwa uwepo wa Mungu, alafu nasikia ko anaenda hadi pale mbele kuketi na ako na kanguo kadogo. Washirika wengi wanakasirika, na hata mhubiri anakasirika. Na hata niliona mwingine ameletewa na asha shuka mara moja, na wekelewa shuka. Wekelea hiyo shuka, ni either wekelea shuka ama usisome kwa kanisa. Ni vile yako na kanguo kafupi. Imagine wewe unakosa upole, unaenda mbele za Mungu na vest na kinyasa na tai. Sasa how confused are you? Lazima tuvae mavazi yote, tuwe watu kamili. Na hapo vasio mwisho ya 13 inasema na tuvae patient, tuwe watu wavumilivu. Ngojea Mungu. Biblia inasema ya kwamba mtu anaitwa Hana aligoja Mungu hadi akapewa watoto 6. Alipewa Samueli, akienda kusema ni hivyo, anaongezwa mwingine, akisema ni hivyo, mwingine. Alikuwa anakimbia na uashiria watoto. Mungu alimpea watoto 6 kwa sababu ya kuvumilia. Naye mtu anaitwa mke wa Abrahamu, Sara, aligoja Mungu for 100 years. Alipata mtoto wakiwa 99.
alizaa. Sasa ni wangapi watakao ngoja Mungu for 99 years? Lazima tuvae kitu kinaitwa uvumilivu. Now you can imagine me, I'm having a kinyasa na vest ndani na shati na tai, lakini niko na kinyasa na vest na tai, na nimeenda kanisani. Ni mimi mhubiri wa leo, ninahubiria watu pokea nguvu za Bwana, pokea uwezo wa Bwana, na shati na kinyasa. You can imagine now how God watches us. Anaona jinsi tulivyo tukiwa uchi mbele zake, na tunatetemeka. Kutetemeka ni vile tumejazwa ndisi. Lazima tuvae mavazi, na inasema hivi, forgive as the Lord forgave you. Ya mwisho hapa verse 13 need to forgive. You forgive. Lazima usamehe. Kuna watu hawasamehi na ni Wakristo. Ukiingia kwa kanisa uone mwenzako ameketi hiyo laini ya viti, huwezi kaa hapo, unaenda kukaa huko, huwezi samehe wewe. Kavio ikaroko kwa sababu umepata jirani yako ambaye hamsikilizanagi na yeye, hausamehi. Kifika mbinguni, najua kuna mtu ambaye alitembeshwa mbinguni. Nilipofika mbinguni akakuta mama ambaye alikuwa ameokoka sana, alikuwa sherehe kwa kanisa. Akamkuta akauliza, hajafika kwa mbingu na walikuwa wamemsika kama last week, alafu akaenda kutembezwa mbinguni huyu mhubiri. Alipofika kwa gate, akaona mama amekaa kwa gate ya mbinguni, anaenda kuingia, anashindwa kuingia. Ako na kamzigo hapa, kapepa keusi tako hapa, akakubali aingie kwa gate. Akauliza naye huyu ni nini? Akaambiwa huyu ni wale watu walikuwa wamebeba. Alikuwa amebeba watu wawili, hakuwa amewaachilia, walikuwa hapa nyuma. Sasa hiyo kapepa ndio inazuia aingie. Akienda kuingia, kapepa kanashikwa. My friend, ndolekie to pepa duohelea tu kama mtu wa kuongeleshi. Salimia yeye mara 10, ya 11 atasalimika. Tasema rakia geide ke mugorokio. Na wewe umesafisha moyo wako. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuvae mavazi. Mavazi lazima. Ni vibaya sana ukose forgiveness. Hasa huyo ni mtu ambaye amekuja kanisani, ako na kinyasa na sharpshooter, na ako na koti na tai na shati, lakini hana longi. Ako kanisani, anaomba sana, ndiye mhubiri, anaenda hivi lakatara babo zaka kureketere mama ziki lakatara babo yando, akiwa na kinyasa na skoti ya suti na shati na tai. Huyo ni mtu wa aina gani mbele za Mungu? Lakini pengine normally anafikiria kwa sawa machoni mwa Mungu, na hata anasema laka toroba Jehovah you lay, may your kingdom come. Bure kabisa akiwa namna hiyo. Lazima you organize yourself by wearing these clothes. Lazima tuzivae. Na mwisho kabisa inasema nini? And over all these features put on love, which binds them all together in a perfect unity. Praise the name of the living God. Ya mwisho ni upendo. Tuvae upendo ambao unaunganisha hizo nguo zingine zote. Oh, hallelujah. Sasa huyu mtu ambaye ana upendo, lakini ako na rehema, ako na utu wema, ako na unyenyekevu, ako na upole, ako na uvumilivu, akikosa upendo ni kama mtu ako na suti longi, ako na koti lakini hana shati, lakini ako na tai. Oh, hallelujah. Na anahubiria watu, hauna shati, uko na koti na tai, watu wanaona kifua chako, manywele zako zinaonekana, na unaombea watu, unasema wajazwa roho. Watajazwa roho gani ama wataona ukiwa wazimu? Oh, la katara babo yangu. Lazima tuvae mavazi, lazima tumwalizie na mavazi. Na kuna wachungaji wengi hawana upendo, wanahubiria watu lakini hana upendo hata kidogo. Watu Mungu wanaona ukiwa mtu ambaye ako na suti lakini ako na tai lakini hana shati, na unahubiria watu, unaombea watu wajazwe roho, unaombea watu mahitaji, lakini hauna shati. Wewe hauna upendo. Uko na tai na suti lakini hauna shati. Ni vizuri mpendo tuvae haya mavazi
ili tuache kuona tukiwa uchi. Sometimes tuliongea juzi kuhusu maombi, na sometimes tunaendaga mbele za Mungu vile tunaomba, Mungu hawezi kutusikiza kwa sababu wanaona watu wako uchi. Tunafikiria tumevaa masuti za nje, lakini ndani we are having a naked man who is walking in front of God, who is walking before God naked, and God cannot even look at you. That is why sometimes you pray for many days, you have patience, but it is not the patience that is being waited for or being tested. It is only that you are being naked before the Lord. And therefore God cannot listen to you. Tuvae haya mavazi, Wakristo wa Mungu, tuvae haya mavazi yote kwa kamili, ili tukivaa suti ya nje hata ya ndani tuonekane watu ambao wako sawa. Oh, haleluya. Na kwa hivyo ni vizuri, neno hili la leo ambalo ni fupi, ni vizuri tuvae mavazi. Ni mara mingi umeenda mbele za Mungu ukiwa uchi, unaongea na Mungu lakini anakosa kukusikiza. Neno la leo asubuhi hii, Mungu ananena na wewe, anasema ya kwamba uvae nguo arudi kukusikiza. Ni vizuri tusikizwe na Mungu, tusiende mbele za Mungu bure. Tunafikiria tunasikizwa lakini hatusikizwi. Ni vizuri tuende mbele za Mungu tukiwa tumevaa mavazi, katika jina la Yesu Kristo. Nataka kukuombea kwa sababu ya hilo neno, na ninajua umeomba Mungu kwa muda mrefu, ni kama hakusikizi, ni kama hasikizi jinsi unavyosema, kwa sababu umekuwa ukienda uchi. Ninaamini Mungu atakuvika nguo na atakupea hizi vipawa ama these fruits of the Holy Spirit, ambazo ndizo mavazi ambayo tunastahili kuvaa kama Wakristo. Wacha tuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, nataka kubariki msikilizaji na mtazamaji wangu mahali popote ananitazama. Ninataka kuongea baraka juu yake. Jehova, umvalishe mavazi haya. Umenena nasi siku ya leo, uliambia Paulo aongeleshe Wakolosai, awaambie wavae mavazi haya ya kiroho, ili wasiwe uchi mbele zako, ili wakienda kuongea na wewe wanakuta wako sawa, lakini si kuwa uchi mbele ya uso wako. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, ninamuombea Mungu umvike haya mavazi, ajawe na mavazi yako, ili awe kuwa sawa mikononi mwako ama mbele ya uso wako, katika jina la Yesu Kristo. Tumekataa kuwa uchi mbele yako. Sometimes tunakuja mbele yako uchi, unakataa kututazama, unakataa kutusikiza. Unahitaji kwanza tuvae mavazi. Bwana, ninaomba utuvalishe haya mavazi katika jina la Yesu. Ninakutukuza, ninakuinua kwa sababu umenisikia, na ninajua utajibu maombi ya wapendwa wako, kwa sababu sasa watakuwa wakija mbele yako wakiwa wamevaa mavazi. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen, 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 amen. God bless you so much. Lakini kabla sijatoka hapa, kuna watu nataka kuombea ambao ni wa kuokoka. Siwezi toka hapa kama sijaombea hao, ili usiseme ya kwamba haukuokoka kwa sababu mchungaji hakuuliza. So nataka kuombea yote ambaye anahisi ataokoka, ili uvae haya mavazi vizuri ukiwa mtu ambaye ameokolewa na Mungu. Wacha tuombe. Utarudia hivi nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, niko mbele ya uso wako, ninakutukuza na ninakuinua. Umenipigania vita, umekuwa pamoja nasi na umenilinda Bwana, sijakufa, niko hai siku ya leo. Na kwa hivyo nimehisi ndani yangu nikurudia, niokoke, niwe kiumbe kingine kipya. Ninaomba Mungu unisamehe dhambi, unioshe kwa damu ya Mwokozi Yesu Kristo, unitakase niwe mmoja wa watakatifu wako. Ufute jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Ninaamini Bwana umeniokoa na umeniosha dhambi zangu. Ninaamini umeniokoa. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen, amen, amen. Naamini umeokoka. Tafuta kanisa ambayo inaabudu kwa kweli na roho. Baada ya hizi incident za corona, enda kanisani useme uliokoka. Tarehe
7 mwezi huu ni tarehe 8, useme uliokoka, Mungu akakujaza roho, na sasa unataka ushirika, uambie uliokoka kwa video ambayo mchungaji alikuwa anahubiri, na sasa wewe ni kiumbe kingine kipya. Receive your salvation in the name of Jesus Christ. Tuonane siku ya kesho. Bwana akubariki na akulinde kwa jina la Yesu. Nimefurahi na Mungu akubariki. Shalom, shalom, shalom. Amani ya Bwana. Chini ya pendo lako umenifanya ibada ni kuabudu, umenipa kutumika. Chini ya pendo lako mamlaka na